taswira ya kile tulichokisema hapo awali wakati tunatoa taarifa yetu tarehe 6 mwezi wa 4 kwamba suala la uagizaji wa mafuta nchini limepewa kikundi cha watu na wametumia mwanya huu kwa kisingizio cha vita inayoendelea huko Irani na Waisraeli na Wamarekani kutaka kujipatia faida iliyopitiliza, yani supernormal profit ndani ya hichi kipindi kifupi. Watanzania wenzangu, hiki kinachoitwa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, na kueleza kuwa wameagizwa na wamepewa kibali na fedha ili waweze kuagiza mafuta na kisha wauze. Jambo hili lipoje kisheria? Hiki ambacho bwana RC Chalamila amejikuta kuropoka na kukisema. Sasa sheria ya petroli ya mwaka 2015 ni kweli inaipa TPDC hadhi ya kampuni ya taifa ya petroli, yani National Oil Company, kuwa na jukumu kuu la kushughulikia masuala yote ya kibiashara katika mnyororo wa mafuta yanayohusisha nafasi ya serikali. Na sheria hiyo inaruhusu TPDC kushiriki shughuli za kibiashara kwenye mnyororo wa mafuta na kutenda shughuli yoyote ya mafuta. Sasa tatizo linakuja kwenye zabuni ya uagizaji. Bwana Rasi anasema hivi kwa maneno yake, ninayakoti maneno yake. Rais ameagiza TPDC iagize mafuta na kisha hiuze hapa nchini. Sasa hapa ndipo penye ukakasi. Ndio maana tulisema kuwa jambo hili lina harufu yenye viashiria vya ufisadi. Masuala hapa ni kuwa tenda ya kuagiza mafuta ilitangazwa lini? TPDC waliomba lini? Kiushindani pamoja na makampuni mengine ya binafsi. Waliomba lini? TPDC ilipata wapi hela za kuagiza hayo mafuta? Maelezo ya zabuni na taarifa yoyote inayojulikana na umma. Hapa ndipo penye tatizo. Haya, ingawa TPDC sasa imepewa jukumu rasmi la kutekeleza hilo agizo, kazi ya uagizaji mafuta kawaida kwa njia ya tenda huwa inafanywa na makampuni ya binafsi chini ya mfumo wa uagizaji wa msingi kwa pamoja, yani ile bulk procurement. Hivyo mchakato wa zabuni ulihitajika kufanyika kwa makampuni yote ikiwemo na TPDC yenyewe, kuomba, kukubaliwa pamoja na makampuni mengine. Lakini kwa sababu ambazo tunahisi ni za kifisadi, mchakato huu wa uagizaji inavyoonekana umefanywa kwa kificho na kupewa kikundi cha watu kinyume na utaratibu ili kuingiza mafuta. Hili jambo haliko wazi. Sasa kwa sababu haliko wazi, linatengeneza ombwe ya kila hisia iliyo mbaya yenye mashaka kuingia katika ombwe hilo. TPDC, nani aliyewapa tenda? Waliomba lini? Walikompiti na nani? Au ni maelekezo na maagizo tu ya mkuu? Jambo hili linaleta mashaka na linatukumbusha wakati fulani, wakati tuna dharura ya tatizo la umeme nchini, aliyekuwa waziri mkuu wa kipindi hicho alitoa maagizo ya kiudharura kuhusu kushughulikia tatizo la umeme. Mchakato ule ukapelekwa kwa haraka, ukasababisha mwanya ambao ulitengeneza deal iliyoleta hasara kubwa sana kwa taifa, deal ya Richmond, kwa sababu tu ya maagizo ambayo hayakufuata utaratibu wa kanuni za manunuzi na mchakato mzima unavyotakiwa kufanyika. Hii ya kwamba nendeni huko mkatafute mkaulizie bei, alafu mnaambiwa moja kwa moja nunueni. Je, huo ndio utaratibu wa kikanuni? Je, huo ndio utaratibu wa kimanunuzi? Jambo hili linaleta giza nene, na ndio maana tunasema linatoa mwanya kwa magenge ya cartels kutumia fursa hiyo kuingiza mafuta, kuhifadhi mafuta na kuyachukua yaliyopo katika reserve na kuyapandisha bei, na maumivu yake yanakuja kuanguka kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwenye taarifa yetu ya umma tuliyoitoa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka huu, tunakusisitiza kuwa katika mazingira ya udharura, watawala ni lazima wachukue hatua za udharura na sio kulalamika kama ambavyo tumewasikia. Bei imepanda kwa sababu ya bei kwenye soko la dunia, kwa sababu bei imepanda hata majirani zetu imepanda.
bado watawala wana wajibu wa kuwalinda watu wao, na ndio maana nimefafanua kwa kirefu sana hapa. Manufaa ya akiba iko wapi? Yale yaliyosemwa, manufaa ya akiba iko wapi? Akiba ya miezi mitatu ilitakiwa kututengenezea ustahimilivu, bei hii isipande. Ukiwa unawaelewa watu wako na nguvu zao za kiuchumi, huwezi tu ukatengeneza sababu za kuwabebesha mzigo mkubwa watu wako kwa kusema hata majirani zetu bei zao ziko juu, soko la dunia. Lazima serikali inayojali iwalinde watu wake, iwahifadhi watu wake. Sasa turejee tena katika kodi, tozo na ushuru ambao umewekwa kwa lita moja ya mafuta. Ni ukweli usiopingika, kuna msururu mkubwa sana wa kodi ambao unamlemea mlaji. Ziko kodi takribani 18 ambazo zimeorodheshwa katika lita moja ya mafuta: fuel toll ya barabara, petroleum toll, water fund levy, consolidated fund levy, petroleum levy, railway development levy, VAT. Na mfumo wetu wa kodi kwa kweli ni wa uonevu sana. Unajua dhana original dhana ya kodi ya ongezeko la thamani, VAT. Dhana ya VAT ni kodi ambayo anailipa mlaji moja kwa moja, ni gharama na mzigo ambao anaobeba mlaji moja kwa moja. Lakini kodi hii huwa inawekwa kwenye bidhaa iliyoongezewa thamani, kwa maana imezalishwa ikaongezewa thamani, imezalishwa nchini ikaongezewa thamani. Kwa mfano, ngozi imetoka kwa ng'ombe ikatengenezwa mpaka ikafaa kutumika kutengeneza aidha mikanda au pochi. Sasa ile ngozi imetengenezwa ikaongezewa thamani mpaka kufaa kutumika kwenye bidhaa. Pale ndipo unapoweka kodi ya ongezeko la thamani. Hiyo ndio dhana halisi ya value added tax, kodi ya ongezeko la thamani. Lakini Watanzania wamekuwa wanabebeshwa mzigo. Leo meza imeshatengenezwa, imekamilika kabisa, imetoka China, alafu ikifika utalipia ongezeko la thamani. Mafuta yako kabisa tayari kwa kutumika, utaongezewa ongezeko la thamani. Sasa huko mrundikano mrefu sana wa kodi mbalimbali ambazo zote hizi zimekuwa ni mzigo kwa wananchi. Tunawaeleza watawala ni vyema kuchukua hatua za haraka ya muda mfupi ili kupunguza gharama za mafuta kwa Watanzania. Hili linawezekana, na pendekezo letu sisi limekuwa ni pendekezo la hatua za haraka kwa muda mfupi. Ni vyema watawala katika kipindi hiki kama suluhisho la muda mfupi wakawajibika kuondoa kodi zote, tozo na ushuru wa mafuta katika kila bei ya mafuta. Ukizijumlisha hizi kodi kwa maana ya fuel toll shilingi 363, petroleum toll shilingi 100, water fund levy shilingi 50, consolidated fund ambayo inakusanywa kwenye mfuko mkuu shilingi 100, petroleum levy 250, railway development levy 2%, VAT 18%. Ukikokotoa na hili ongezeko ambalo kutoka 2864 kwa bei ya Dar es Salaam, acha mikoa ya mbali, mpaka shilingi 3800, ni takriban shilingi 1000. Sasa sisi tumeweka pendekezo hili ongezeko la shilingi 1000 liondolewe, turudi kwenye bei ya awali, kwa sababu ile bei ya awali yote tayari ilikuwa imeshakokotoa kodi. Kwa kipindi hiki cha udharura ambapo tumeambiwa reserve ipo, ni vyema watawala wakazingatia, tufaidike na hiyo reserve iliyosemwa ipo, ambayo itastahimili huu muda. Baada ya miezi mitatu, basi tunaweza tukakokotoa upya tena kwa kuangalia uhalisi wa bei kwenye soko dunia. Kwa ni pendekezo letu na ni ushauri wetu kwamba hichi kinachosemwa kodi ikaongezeka kwa shilingi 1000 kiondoke chote, na wazungumzaji wasitake kupotosha tunachokimaanisha hapa. Hatujamaanisha
kodi ziondolewe. Tumemaanisha hili ongezeko lililotangazwa tarehe 1 kwa kusema kwamba kodi zimeongezeka kutokana na bei hiyo, kilichoongezeka kiondolewe kwa sababu hakijapata mshtuko wowote. Ni hifadhi iliyokuwepo ndani na haina mshtuko wowote. Kwa hiyo bei ya sasa ya shilingi 3800, jumla ya kodi inakaribia shilingi 868 mpaka 992. Kwa utakapotoa kodi zote utarudi katika bei inayovumilika ndani ya kipindi cha miezi mitatu, yani siku 90 kutoka hivi leo. Na tukumbuke na tunafahamu kwamba mafuta ambayo yapo njiani yanakuja, inachukua mara zote ni kati ya siku 50 mpaka 60 hadi kufika. Kwa mafuta yote ambayo yatashushwa kwenye bandari ya Dar es Salaam katika wiki ya kwanza ya mwezi wa 4, wiki ya kwanza ya pili ya mwezi wa 4 hadi wiki ya 3, haya mafuta yalinunuliwa na yalisafirishwa, hayakupata mshtuko wowote, hayana athari yoyote kupanda kwa bei ya soko la kimataifa. Kwa hiyo reserve iliyopo ndani ya miezi mitatu na ile iliyoko baharini ambayo imekuwa ikishushwa wiki la kwanza, la pili na la 3, hatutarajii kuona mshtuko au mfumuko wa bei. Chadema tunasema mafuta kwa kipindi cha miezi mitatu, kwa maana siku 90, bei ishuke kati ya shilingi 760 hadi shilingi 920. Jambo hilo linawezekana. Kinyume na hapo, tutakuwa tunatoa fursa kwa watu wachache kufaidika na kupata hii faida iliyopitiliza, yani supernormal profit, wakati reserve hii ya mafuta iliyopo haina mshtuko, na wala zile meli ambazo ndio zinaingia sasa hivi kushusha mafuta hazijanunua mafuta kwenye bei yenye mshtuko. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mzigo